Mheshimiwa Lissu, eleza kama ni kweli au si kweli kwa wewe ni shahidi uliyekuwepo mkutanoni, hukuambiwa wala hukusikia popote, umeshuhudia mwenyewe. Shahidi wa kificho ni kweli. Mheshimiwa Lissu, shahidi katika kielelezo D16 kuna maneno yanasema maelezo ambayo yalikuwa yakiongelewa ni kuhusu no reform no election. Hani maelezo yako kweli si kweli? Shahidi wa kificho ni maelezo yangu. Mheshimiwa Lissu, sasa eleza kama viongozi wa chama cha siasa kujadili masuala ya uchaguzi na changamoto zao ni kosa. Shahidi wa kificho si kosa. Mheshimiwa Lissu, uliandika, mimi nakumbuka matukio yote ambayo mimi nimekukabidhi, hata maneno ulikuwa unamwambia Inspector Chulu. Kweli si kweli? Shahidi wa kificho ni kweli. Mheshimiwa Lissu, sasa hiyo memory uliokuwa unamkabidhi Inspector Chulu sisi hatujaiona, mashahidi waliopita hawajaileta. Sasa eleza kama wewe umeileta hapa. Shahidi wa kificho, mimi sijaileta. Mheshimiwa Lissu, eleza kama kwenye ushahidi wako hapo mahakamani hakuna mahali popote uliposema kwamba maneno ya mwenyekiti ni kosa. Kweli si kweli? Shahidi wa kificho ni kweli. Mheshimiwa Lissu, ni kweli kwa maneno yako kwamba kwenye mkutano huo kulikuwa na waandishi wa habari wa mitandao mingine? Shahidi wa kificho ni kweli. Mheshimiwa Lissu, eleza kama hayo mliokuwa mnarekodi yalikuwa kiaini? Shahidi wa kificho, sina hakika. Mheshimiwa Lissu, eleza kama wewe na hao wengine mliokuwa mnarekodi mmeshtakiwa kwa kosa la uhaini kwa kutoa ripoti viashiria vya kosa la uhaini? Shahidi wa kificho, hapana. Mheshimiwa Lissu, katika hao waliozungumza mkutanoni na waliorusha matangazo kuna mtu tofauti na Lissu aliyeshtakiwa kwa uhaini? Shahidi wa kificho, hakuna. Mheshimiwa Lissu, katika kielelezo D16 wamesema walikuwa na P2. Sasa shahidi wa kificho ni sawa. Mheshimiwa Lissu, sasa huyo P2 alitoa ushahidi kuwa ni mtu wa Songea na tarehe 7 mwezi wa 4 2025 na hakwenda Dodoma, ila wewe unasema ulikuwa Dodoma. Shahidi wa kificho, huyo P2 tulikuwa naye Dodoma. Mheshimiwa Lissu anatabasamu na kumshukuru sana shahidi, kisha anasema asante sana majaji, mimi maswali yangu ni hayo tu. Judge re-examination. Mawakili wa serikali, waheshimiwa majaji, tunaomba dakika 5 minong'ono kidogo na Mheshimiwa Lissu. Waheshimiwa, wakati mawakili wa serikali wana discuss, naomba short break kidogo. Na mawakili wa serikali wanasema, waheshimiwa, kabla mshtakiwa hajatoka tunaomba kusema kuwa kwa upande wetu sisi hatutakuwa na maswali ya re-examination kwa shahidi huyo. Majaji wana record na Mheshimiwa Lissu anasema, waheshimiwa majaji, mimi nilikuwa na ombi langu mahakama. Sawa, unaweza kwenda tu. Mheshimiwa Lissu anatoka kidogo na kundi la askari magereza, huku akiwaonyesha ishara ni mwachinjilia mbali. Watu wanacheka mahakamani. Baada ya muda kidogo Mheshimiwa Lissu anarudi na mahakama inaendelea. Majaji, shahidi umemaliza kutoa ushahidi wako, kwa hiyo mahakama inakuruhusu ondoke zako. Upande wa mashtaka, mawakili wa serikali, waheshimiwa majaji, kwa leo tulikuwa na shahidi mmoja tu, hivyo tunaomba kuahirisha kwa ajili ya kuandaa shahidi mwingine. Na mahakama kama kunakuwa na sababu za ucheleweshaji lazima na mshtakiwa apewe taarifa. Pia tulikubaliana mwalete mashahidi kadri mwezavyo. Mheshimiwa Lissu anasema, waheshimiwa majaji, kumekuwa na utaratibu wa kuwa nikiletwa hapa nawekwa mahabusu asiruhusiwe kuonana na mawakili wangu wala kushauriana nao, na pia kuna mashahidi wangu utetezi ambao niliwataja nao sipati fursa ya kuonana nao. This is not fair trial. Naomba maelezo yenu waheshimiwa majaji nipate kushauriana na mawakili wangu nikiwa hapa. Yale ya magereza nilifungua kesi na tunasubiri uamuzi. Sasa naomba maelekezo ya hapa. Mahakama anasema, tumekusikia, tuseme tu kuwa hizo ni issue za administration, tunawasilisha na baadaye tutakubaliana hapa. Mahakama inaahirishwa mpaka kesho majira saa 3 za asubuhi.